Kuna mfadhili kutoka wapi sasa mpaka akakufungulia shule kubwa kama hii hapa Goigi? Hapo ni stendi tu barabarani. Sawa kabisa, umeuliza swali zuri ndugu mtangazaji. Sasa katika hili mtu yoyote, yani hasa wadada, napenda mnisikize sana kwa makini. Sawa. Watu wengi wamekuwa labda nafungua biashara nategemea kama wanavyosema sponsor, ninavyosikia sponsor, ninavyosikia sijui mtu amefunguliwa biashara fulani. Yani kiufupi, mimi kazi yangu niliyoifanya ya house girl, kazi ambayo nimeifanya nikiwa nannies, nikiwa kama manager, nikiwa kama secretary, nikiwa kama mpishi, kwenye kazi nilizozunguka hizo za Wajapani mpaka miaka 13 ndio zimenifikisha hapa. Leo hii nimekuwa mkurugenzi wa Upendo Daycare Playhouse Mbezi Beach Goigi, na mpaka nimefikia hapa, sababu kubwa iliyonifikisha hapa ni hivi. Yani mimi nilifanya kazi kwa unyenyekevu, nilifanya kazi kwa kujitoa, nilifanya kazi kwa uaminifu. Pale niliposimama kwenye house girl nilifanya kwa uaminifu, niliposimama kwenye secretary kwenye ofisi za watu nilisimama kwa uaminifu, nilipokuwa mpishi nilifanya kazi kwa uaminifu, nilipokuwa nikawa kama foreman nilifanya kazi kwa uaminifu, nilipokuwa kama manager nilifanya kazi kwa uaminifu. Kwa hiyo hiyo ndio imenisababisha nifike hapa, uaminifu wangu na kujitoa kwangu na kumtanguliza Mungu mbele na kujua nini nafanya nini. Shule hii ina muda gani na umeshafanya graduation ngapi? Yes, shule yangu nilifungua mwaka juzi mwezi wa 5 tarehe 18 2024 tarehe 18 mwezi wa 5. Kwa hiyo shule yangu itakuwa takriban na miaka 2 kasoro, kwa sababu mwezi wa 5 tarehe 18 mwezi huu ndio tutafunga miaka 2, na nina kila sababu ya kusema namshukuru Mungu, kwa sababu najua changamoto ya biashara, na sisi ambao tumesimama wenyewe hatuna support yoyote. Sina support ya mtu yoyote zaidi ya nguvu zangu mimi na Mungu wangu tukiwa wawili. Na kazi yangu ambayo nilipigana mpaka ikanifikisha hapa. Kwa hiyo tangu nifungue mpaka sasa, kwa mwaka jana nilikuwa na watoto 34, lakini niliweza kutoa watoto 10 kwa ajili ya kuelekea darasa la kwanza, na walifanya interview sehemu tofauti, kwa sababu mimi natumia mtaala wa Cambridge, lakini pia nawaandaa watoto katika nyanja tofauti. Mtoto akienda academy aweze kupita interview, na akienda Cambridge apite interview. Kwa hiyo wengine walienda academy, wengine walienda Cambridge. Kwa kweli nikamshukuru Mungu. Kwa hiyo katika watoto 34 nikawa nimeondoa watoto 10, nikabaki na watoto 24. Lakini Mungu alivyo mkubwa na anavyotenda maajabu, namshukuru Mungu hata kwa mwaka huu Januari watoto wamezidi kuongezeka, na mimi nina limit ya watoto. Watakapofika watoto 50 nitafunga ukurasa, kwa sababu nahitaji care ile ambayo nilipata kule nilikokuwa niweze kuwa nayo shukrani. Hongera sana mkurugenzi. Unapokea watoto wa umri upi na upi? Na una darasa la kwanza mpaka la 7? Hapana, mimi napokea watoto wa umri wa mwaka 1 mpaka miaka 5, na waandaa watoto kwa ajili ya kuelekea darasa la kwanza, na tunawafundisha katika nyanja tofauti kwa vitendo na kwa kazi za mikono pamoja na kusoma na kuandika, ili watoto wawe pia na tabia njema. Kwa hiyo tunaandaa watoto hivyo, lakini bado natamani kwenye ndoto zangu nije kuwa na darasa la kwanza mpaka darasa la 7 na zaidi ya hapo, lakini nimeanzia hii darasa la awali ambayo ni daycare na kupeleka watoto wanaoelekea darasa la kwanza. Ni changamoto gani unazokutana nazo basi katika shughuli zako za kila siku hapa Upendo Daycare Playhouse, na unazitatua vipi? Kwa kweli changamoto ni nyingi, changamoto hazipimiki, lakini kwa yote kitu ambacho mimi huaga nasema sipendi kukata tamaa. Na mwanamke yoyote mahali ulipata magumu ya kupata elimu, usikate tamaa, kwa sababu mimi kitu nilichojijengea, mimi huaga siangalii mali ya kaka wala baba wala mjomba wala shangazi wala mama mdogo wala mama mkubwa, hasa ya familia, kwa sababu kila mtu anasimama na maisha yake. Ndugu tunabaki kuwa ndugu, tunapendana, wazazi wanabaki kuwa wazazi, lakini ukiona unaangalia vya wazazi ndio hapo baadaye itakusababisha kuwa na mambo ya hapa na pale. Kwa hiyo kitu ambacho changamoto tunakutana wakati nafanya kazi za watu, mimi nilikuwa naona saa nyingine bosi anasumbua. Yaani mambo ni mengi, lakini kitu ambacho nimekuja kujifunza baada ya kuingia kwenye ofisi yangu binafsi, changamoto ni nyingi, hasa kwa Watanzania. Hili ninalirudia. Watanzania inabidi tubadilike. Hatuendi na muda,
hatuna ile yani kujitoa ofisi ya mwenzio ukaisimamia kama ofisi yako. Kama mimi nilivyosimama, mimi nilifanya kazi za ndani, bado nikaenda kufanya kazi mashuleni, nikasimama kama nani wa kukea watoto. Unaona, sikuweza kushika peni kufundisha wala chaki, lakini nilisimama kwenye ofisi za wenzangu kama ya kwangu, na ndio kicho nipelekea pia kuwa na ofisi yangu binafsi mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo changamoto zilizopo, kwanza unakuta wafanyakazi hawana yani, mpaka uwe mkali, uanze kuwapush, uanze kuwasukuma, kuwaambia fanya moja mbili tatu. Kwa hiyo mimi kama mwanamke najitahidi kupambana na kuomba Mungu na kusimama ili kazi iende, ili hata ninapoletewa mtoto shuleni kwangu asiumie, asipate tatizo lolote, labda itokee kwa bahati mbaya. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Mkurugenzi, naona unasema una mtaala wa Cambridge. Wanafunzi wako ni wa Tanzania peke yake au unapokea na raia wa yani tuseme wenye asili ya Tanzania? Yes, wanafunzi wangu ni wa Tanzania, lakini napokea wanafunzi wote. Kwa hiyo nina wanafunzi hata kama ni Mwarabu, ni Mhindi, ni Mzungu, ni Msenegal, ni Mkanada, wote napokea, na Watanzania napokea. Kwa hiyo nina watoto mchanganyiko. Mpe mtazamaji ramani ya kufika mahali hapa kabla Kisabela hajakuuliza swali. Okay, ramani ya kufika hapa, kama huko Kinondoni, huko Sinza, huko Ubungo, sisi tunapatikana hapa Mbezi Beach Goigi, karibu na Pamlozi Hoteli au Shamu Park, hapa barabarani kabisa kwenye mataa ya kuelekea Goba. Mbele yake ndio kuna Pamlozi pamoja na Shamu Park, ndio tuko hapa barabarani. Shule inaitwa Upendo Daycare Playhouse Mbezi Beach Goigi. Na kitu ambacho naweza nikawaambia watazamaji, si tumekuja kivingine, hatuna limiti ya muda. Mtoto una uwezo wa kumleta asubuhi na ukamchukua unapotoka kazini muda wote na saa yote. Tupo kuanzia Monday mpaka Saturday. Hatuna limiti ya muda. Mkurugenzi, usiniambie mzazi akichelewa hata saa 5 usiku anachukua mtoto. Sisi mpaka saa 7 usiku au saa 8 anachukua mtoto, sio saa 5 tu. Na hatufungi mwezi wa 3 wala wa 6 wala wa 12 kwa sababu daycare muda wote ziko kazi. Niongea labda na yule dada aliyoko nyumbani au mama umeolewa huko nyumbani, jamani msisizarau kazi za ndani. Kazi za ndani ni kazi moja nzuri sana. Mimi leo hii imenifikisha kuwa mkurugenzi wa Upendo Daycare Playhouse kupitia kazi ya ndani. Kwa sababu kazi ya kwanza niliyoanza nayo ni kazi ya ndani. Nikiwa nafanya usafi, napika, nafagia nyumba, nasafisha nyumba. Kwa hiyo nakusiwe uliyeko nyumbani sehemu yoyote uliyekaa unasema hakuna kazi, no. Toka pambana, nenda katafute kazi ya ndani. Usiangalie mimi nina certificate, nina diploma, nina degree. Mimi unayeniona hapa sio kwamba sijasoma, nina elimu. Na nimesoma, nina degree kabisa ya uhasibu. Lakini nimefanya kazi za ndani na sijawahi kufanya hata huo uhasibu. Kwa hiyo ninachokusiwe mama uliyeko nyumbani, wewe dada uliyeko nyumbani, nenda kafanye kazi ya ndani. Kama hujui kwa kuipatia, nipigie simu mimi, mawasiliano yatakuwepo hapo na nitakusaidia kuconnect upate kazi ambayo hata wewe hata ukiwa umeolewa, baba na yeye sehemu akikwama, wewe unamkwamua, unaweza kuwahudumia watoto wako hata pale ambapo mahusiano yako yana changamoto. Sio baki unalia, unasononeka, unaweza kusimama na ukapambana. Mawasiliano yetu ni 07 58 72 45 40. 07 58 72 45 40. Namba ya pili ni 07 14 40 29 76. Mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii utatupata TikTok, Instagram na Facebook. Kwa jina la Upendo. Facebook unatumia Wevina Tibuinda, lakini TikTok na Instagram utaandika Upendo Daycare Playhouse Mbezi Beach.